ndo vile vile tena pitch. Lakini binafsi nikitazama kwenye nafasi ambazo zilipatikana, asidhani kama ilikuwa ni issue ya pitch. Ni Yanga wenyewe kutokuwa makini. Matumizi ya nafasi imekuwa ni crisis kwa klabu zetu nyingi. Nika nasema yani kwenye Champions League timu ya namna hii huwezi yani huwezi kufika mbali kama unapata nafasi kiasi hicho alafu yani unajua sababu mbili for me, sababu mbili. Ya kwanza umeshaisema, matumizi ya nafasi wenyewe Young Africans. Lakini ya pili, I feel like kwenye dakika nyingi za mchezo za awali kabla ya mabao kufungwa, Yakub Suleiman alikuwa brilliant sana golini. Goalkeeper wa JKT Tanzania alifanya some saves ambazo ni beyond maelezo ya kawaida. Alijaribu sana kubakiza JKT kwenye mchezo. Lakini pia ikawa inazungumza na sisi kwamba backline ya JKT Tanzania na timu kiujumla kuanzia kwenye eneo la kiungo kina Hassan na Maulid hawakuwa wakifanya kazi yao vizuri kwenye namna ya kuzuia, na nafasi nyingi ambazo Young Africans walikuwa wanatengeneza ilikuwa zinaishia kwa goalkeeper Yakub Suleiman kuweza kufanya kazi yake ili kuweza kubakisha ule ubao wa 0-0. Na it was a matter of time when mvua itaanza kunyesha na JKT wataloa. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la namna hiyo pia. Angalia namna ambavyo nafasi kwa zinatengenezwa kwenye maeneo pembeni. Tunazungumza hapa mchana na matarajio au matches ambavyo pia hata chini ya Hamdi utumizi wa maeneo pembeni mwa kiwanja kwa Young Africans, especially form za kwa mfano upande wa kulia Isla Mwenda, upande wa kushoto Kibabage ama Kibwana kwa kesi ya leo, kumeimprove sana jinsi ambavyo relationships yao ama niseme relationships zao na mawinga wao, kwa maana ya upande wa kulia Lesi akaanza Maxi, afu upande wa kushoto akawa Pakome ama akawa Fremont Mzize. Unaona kuna namna fulani jinsi ambavyo wanasogea na ku double up zidi ya fullback na winga wa timu pinzani. Wamekuwa wakifanya kwa kishinda hizo vita, na Yanga imekuwa ikitengeneza nafasi katika level ya juu sana kwa siku za hivi karibuni. Na leo hii pia ilikuwa ni namna hiyo hiyo. Left to right, Yanga wanachukua mpira kutoka kwenye eneo lao la kwanza, wanafika mpaka kwenye eneo la katikati, and then wana expose mawinga wao upande wa pembeni, pande zote mbili, ama mafuba kiwao, alafu zinafanyika cutbacks. Nafasi za hapa aidha cutbacks kulifuata goli kabisa, ama cutbacks kujaribu kuwapata wale later arrivals niseme nje kidogo ya box. Kwa mfano kama siku ya leo alipoingia kwenye mchezo Ketos Chota Chama ambaye anakuja kuchangia goli la Mudathir Yahya, unaona jinsi ambavyo late run yake kuingia kwenye box iliweza kumfanya ama kumweka kwenye position ambao anapokea mpira na anamsquare Mudathir ambaye amefanya overlap upande wake wa kulia, and it was just unajua ni kama tap in ambayo isingeweza kuzuilika, na ilikuwa ni nafasi za namna hiyo game, yani entirety of the game, yani kwa muda mwingi sana wa mchezo ilikuwa ni nafasi za namna hiyo. Yanga walikuwa wanafika wana open JKT wanavoweza wao, lakini kutumia nafasi ilikuwa ni ngumu sana. Utakumbuka nafasi pia za Maxim pia Zengeri ambazo wamekosa, for me japokuwa na accept kwamba ni man of the match, but some of the chances amekosa leo come on, sio kwenye level yake na standard yake ambayo tunamfahamu. Lakini pia again good finish by Dube. Nafikiri ni goli ambalo utawasuka tena again JKT, kwa maana kwamba kujitafutia matatizo wao wenyewe, kwa sababu ni kama shughuli ama kazi nzuri kwa imeshafanyika ku defend cross. Alafu Karim Faume katika jitihada za kuondoa mpira kwenye eneo la hatari akafanya makosa, akamtengea kwenye sahani Dube akafinish, na kwa sababu ya utitiri wa watu wengi mbele yake Yakubu asingeweza kufanya chochote, kwa hiyo ni goli ambalo lisingeweza kuwa na namna yote ya kulizuia kwa goalkeeper. But again ilikuwa ni normal routine day kwangu mimi kwa Young Africans, kwa maana ya kwamba kutimiza majukumu yao, kufanikisha vitu kwa ubora, kufika mpaka kwenye eneo la mwisho, kuhama kutoka kwenye eneo la kwanza mpaka eneo la mwisho, kutengeneza nafasi nyingi za kufunga. Je, goli ilikuwa linakuja? Je, goli ilikuwa linaweza kupatikana? Ilikuwa ni swala la muda. Na ndicho ambacho tumekiona. Stefania Ziziki ni sehemu ambayo ya wachezaji ambao maybe leo walikuwa wanapaswa, pengine wangelaumiwa zaidi wapo Young Africans wasingefuzu kwenda finali, kwa sababu ni sehemu ya wachezaji ambao walikosa nafasi almost mbili kama sio tatu. Inawezekana hisia mchanganyiko alizokuwa nazo kwa sababu ilikuwa ni mechi ya mwisho, kwa hiyo alikuwa na feelings tofauti, akitamani kuwaaga vyema wananchi hii leo. Lakini as a profession tulitarajia kwamba ndio ilikuwa ni platform sahihi, japokuwa alipoteza nafasi hizo ambazo as a player unaweza kuelewa, lakini
inawezekana hiyo issue ya kwamba alikuwa anawaaga, vitu vilikuwa vingi mchanganyiko na kumfanya maybe asideliver vile ambavyo tumezoea kumshuhudia Lissu. Kwanza taarifa yenyewe ya kuaga sidhani hata club yenyewe walithibitisha kama hii ndio game yake ya mwisho. We started seeing news. Nadhani ilikuwa ndani ya club. Hii news tumeanza kuiona ikisambaa kupitia mitandao ya kijamii. Na kwa bahati nzuri Dickson Masanja amefanya kazi yake kwa uweledi. Ameulizia rumors ambazo zinaendelea na zimethibitishwa kwamba kweli yupo njiani kwenda Wydad Club Athletic. Kwa ambao wanafuatilia Wikipedia, taarifa nadhani ya Stefan Aziz Ki kujiunga na Wydad Club Athletic, Wydad Casablanca, siku 3 nyuma ulikuwa ukimwangalia Wikipedia anaonekana mchezaji wa Wydad. Wewe siku 3 nyuma. Sasa mimi point ambayo nataka niiweke ni ipi? Hapo kwanza, hii ilikuwa ndio ambayo ilikuwa ni sehemu ya kufanya kile ambacho yani ile magic ya amini Azizi hatujaiona leo vile ambavyo ndio ulikuwa unaelekea huko. Nilikuwa naelekea huko. Inawezekana kwa sababu kama wanataka kumwaga vizuri. Kuna mazingira ambayo mliweka ya proper send off. Question nyingine. Sawa. Na hii sio tu kwa Stefan Aziz Ki. Hata mara mwisho Yanga alipompoteza top player Fiston Mayele, niko hivi kimya tu. Yani club inaruhusu speculations. Yani story ambayo ni biashara kwa upande wao wanaruhusu. Inakuwa of course sio dhambi, lakini kwa club ambao mpaka inafikia mechi ya mwisho mchezaji ambaye amefanya makubwa kwenye club. Okay, kama ni mechi ya mwisho so what? Amewafikisha tafsiri yake anaondoka kawaida tu. Ndo hapo sasa hii inaleta hoja kinzani kichwani kwangu mimi. Labda ni upumbavu wangu mimi. Lakini hoja inayokuja ni kwamba maybe kulikuwa kuna vuta ni kuvute. Sasa historia ya sisi muda mrefu unajua. Sasa wangetuthibitishia mapema, lakini nadhani kwa namna moja au nyingine huenda imeimpact performance yake ya siku ya leo. Maybe inawezekana kweli alikuwa anaumia kuondoka Young Africans. Maybe mind yake tayari ipo mbali zaidi kwa sababu anapoenda uongo dhambi, it's a bigger stage, yani stage kubwa zaidi. Na imagine Stefan Aziz Ki anaenda kucheza na clubs kama Manchester City, Real Madrid hapo kwenye michuano. You never know Wydad wakafika wapi, Wydad Club Athletic. Kwa hiyo of course inawezekana labda attention yake ishamia kule. Na kweli chances ambazo alizikosa zilikuwa kwa upande wangu mimi ni sio rahisi kwa Stefan Aziz Ki katika siku yake bora akazikosa hizo chances. Kwa hiyo maybe ime-impact kwa asilimia kubwa ambacho alikifanya leo. Lakini Malusu kazungumza kuhusu Yakub. Yakub alikuwa fantastic. Na huenda pia ni box defending both. Kwa sababu mara mwisho anacheza na Young Africans na wanafanya vizuri kwenye uwanja wa Meja Generali Samuyo, ilikuwa box defending ilikuwa proper. Wilson Nangu nadhani na Edson Katanga alianza ilikuwa perfect. Walikuwa na proper box defending. Leo hicho kitu hakikuwepo. Hoja yangu ya mwisho imekuwa sio mara moja. Na sio tu kwa Yanga, hata sometimes Simba. Crucial games, important games, wachezaji wamekuwa wakimiss chances. Simba imekuwa ni almost msimu mzima kwenye michuano ya kimataifa. Kitu kingine ambacho nadhani mimi kwa upande wangu ni wachezaji wanawajibishwa vipi na mashabiki. Sitaki kusema hii ni tabia ambayo inabidi tu-entertain ama tuifanye. Lakini sioni mashabiki wakiwawajibisha wachezaji wao. How? Mimi ni mshabiki wa soka la Ulaya. Sio mara moja, mara nyingi tu. Baada ya bad performance naonaga wachezaji wanakuwa bud na mashabiki. Sasa hiyo kwa sababu kwa mfano labda nikupe mfano mzuri tu. Ilikuwa ni mifano miwili. Wa kwanza ulikuwa ni wa Joelinton, mchezaji wa Newcastle United. Ibea alizingua sana, kuna game akazomewa. Joelinton mpaka leo tunapozungumza ni moja kati ya wachezaji muhimu sana kwa Newcastle. Juzi tu hapa kwenye mechi nadhani United tukacheza Newcastle pia. Ziggs alitolewa ambao master anamuita Zakazakazi, Joshua Ziggs. Alitolewa ilikuwa dakika 50 kama sio 60 hivi. Wanjo linyanyuka ukamzomea kwa sababu alikuwa na a very bad game. Bwana, miongoni mwa michezo ambayo ilikuwa ikisubiriwa sana ilikuwa ni mchezo
ambao ulikuwa unapigwa baina ya Young Africans dhidi ya JKT Tanzania, ambapo ulikuwa ni mchezo wa CRDB Confederation Cup, ambapo mchezo huo ulienda kupigwa mkoani Tanga pale kwenye viwanja vya Mkwakwani Tanga, na ulikuwa ni mchezo wa nusu fainali kunako kombe la CRDB Federation Cup, ambapo Young Africans wakafanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Licha ya mchezo kuwa mgumu, lakini Young Africans anaendeleza ubabe wake, lakini pia anaonesha taa ya kijani kwamba anataka kutetea taji lake ambalo alilichukua kunako msimu uliopita. Young Africans anafanikiwa kuondoka na ushindi wa mabao 2-0, na moja kwa moja anakuwa amefanikiwa kutinga katika hatua ya fainali kunako kombe hilo la CRDB Confederation Cup, ambapo atakuwa anasubiria mpinzani ambaye atatoka kwenye mchezo ambao utapigwa dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Singida Black Stars, ambapo mchezo huo utaenda kupigwa kule mkoani Manyara katika hatua ya nusu fainali. Young Africans anaendelea kuonesha ni namna gani anahitaji kutetea mataji yake ambayo aliweza kuyachukua kunako msimu uliopita. Lakini cha msingi kwa ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, bado na nafasi ya kuweza kusubscribe. Njeni rahisi tu, unabonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, na moja kwa moja na kumefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Na kama kawaida, kazi yetu si ni moja tu, kuhakikisha zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako pande tofauti unakuwa unazipata hapa kwa uzuri zaidi. Hiyo ilikuwa ni taarifa kuhusiana na mchezo wa nusu fainali dhidi ya Young Africans pamoja na JKT Tanzania. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini cha msingi endelea kuifuatilia Mlacha Media kwa kupata taarifa za kimichezo.